Namsikia mheshimiwa mbunge hapa amezungumzia kandarasi ambaye alipata huduma kwa wale mabwana kule, na mmoja alisimama pale kati, walitoa huduma, kamaliza kazi, hajawalipa. Mkurugenzi mtendaji, kwa kufuatilia nimeambiwa kwamba mkandarasi yule haidai TANESCO hata shilingi 10, ameshalipwa fedha zote. Sasa wewe kwa kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, vimuite huyu bwana ahakikishe analipa madeni aliyoyaacha hapa kwa watoa huduma hao, la sivyo asipewe kazi kokote katika taasisi ya TANESCO wala REA, kwa sababu wananchi hao wao wanachoijua ni TANESCO, wanaoifahamu walioiona ni TANESCO. Kwa hiyo anatuwekea jina baya la taasisi yetu. Tuna mradi wa umeme wa pale Usumu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ule mradi umekamilika na watu wa Ngara wamepata manufaa makubwa sana na uwepo wa ule mradi. Lakini mheshimiwa, ule mradi wakati unaendelea kutekelezwa, kuna kampuni ambazo zilikuwa zinafanya katika ule mradi. Zile kampuni zilitoa kazi kwa baadhi ya wazawa kwa ajili ya kuwapatia materials. Lakini kampuni mojawapo ambayo inaitwa Azari Construction Company Limited, ambayo ni miongoni mwa kampuni ambazo zilikuwa zinafanya kazi katika ule mradi, ile kampuni imeondoka, imetuacha kinyume na vile ambavyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka. Dr. Samia Suluhu Hassan anataka miradi kama hii inapokuwa inatekelezwa, sisi wananchi wa maeneo haya tunufaike. Na ule mradi unapoondoka, basi sisi tuondoke tukiwa tumefaidika. Lakini kinyume na hivyo, baadhi ya wafanyabiashara wa Ngara ambao walifanya kusupply material katika ule mradi, mpaka sasa hivi mheshimiwa waziri, wana manunguniko. Wengine biashara zao zinayumbayumba kwa sababu material wao walipeleka pale kwa yule mkandarasi baada ya kazi kuisha aliondoka, akawaambia kwamba bado hajalipa. Lakini wale wafanyabiashara wamekuwa wakifuatilia kwa muda mrefu sana, na madeni yao ni zaidi ya shilingi milioni 221 wanadai. Mheshimiwa waziri, mimi nilizungumza nao, wameshaenda kila sehemu, wamefika sehemu sasa wamekata tamaa, hawajui cha kufanya. Na ukiangalia hiki kiwango cha fedha wanachokidai ni kikubwa. Mimi niliongea na kamishna wako Mheshimiwa Waziri, Kamishna Roga, nikampa yale malalamiko, akaniambia kwamba anaifuatilia ili kuweza kujua kama kweli yule mkandarasi hajalipwa kama alivyoambia. Lakini yule mkandarasi kwa majibu ya kamishna ambaye ametupa, anasema mpaka dakika mwisho alikuwa amekwisha lipwa deni lote.